Mheshimiwa mbunge ameongelea swala la migogoro ya ardhi. Migogoro ya ardhi. Nimeelekeza nikiwa pale Kiteto, nitawaacha mawaziri takribani 6 wanaoguswa na haya mambo ya ardhi. Waziri wa ardhi, waziri wa mifugo, waziri wa maliasili na utalii, waziri wa TAMISEMI pamoja na maji. Hizi siku nikiwa bado niko kwenye ziara ndani ya mkoa wa Manyara, ili nipate jedwali lile ambalo linaongelea masuala ya migogoro, ili tutatue mgogoro moja baada ya mwingine. Nimewaambia kesho watakuwa pale Kiteto, na hapa watapanga na watawasiliana na mheshimiwa mbunge ama mwenyekiti wa halmashauri ili kuweza kupitia eneo moja baada ya lingine. Na nilipokuwa Kilindi nilikutana na baadhi ya wananchi wakiwa wanatokea Simanjiro, wakiwa wanatokea Kiteto, na kwenyewe nilisema watakuja wapite mpaka kwenye ile mipaka ili kuweza kushughulikia matatizo haya. Lakini mheshimiwa mbunge amesema kwamba tatizo hili linatengenezwa na watu. Hakuna tatizo linalokuja kivyake, linatengenezwa na watu wa humu humu. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa, na kuelekeza, nenda kwenye kila kijiji ambacho kina fujo, ambacho kinatuma vyombo vyako, ujue ushiriki wa wale ambao wameuza ardhi kwa mazingaombwe. Futa serikali nzima, futa yote, futa wote. Nilipita pale, tukae tu, nilipita pale Mombo, nikakuta hivyo diwani anapambana kuhakikisha ardhi ya kijiji inabaki. Mwenyekiti wa kijiji na serikali ya kijiji na mtendaji bize wanatembea na mihuri, rushwa. Nikamwambia futa mbali, futilia mbali na hatua zichukuliwe. Hatuwezi tukawa na watu tumewachagua, tumewapa dhamana, tumewapa heshima, wanazunguka na mihuri na rushwa, wanasababisha jamii nzima tugombane. Hatuwezi tukabaki na watu wa aina hii. Na atakayefanya kiburi, mkuu wa mkoa, nimekupa hayo maelekezo, weka ndani, tia adabu. Ndio haya mambo haya yanasababisha jamii nzima inagombana kwa sababu ya maslahi binafsi, kwa sababu ya rushwa. Hatuwezi tukaendelea kuyavumilia.